Wanajeshi wasijiite wazalendo, na wazalendo ni wakina nani na wasio wazalendo ni wakina nani. Kwa hiyo hayo maswali wakuu viongozi wa kijeshi wanaweza katuambia wao ni wakina nani kama sio wazalendo. Miongoni mwa tulioandalia jioni ya leo ni kwamba jaribu kuwatangazia au kuwajulisha kazi na umuhimu wa CNPSC. Alafu pia tutakuwa na kulaani vitendo viovu vinavyofanywa na wanajeshi wanaojiita wazalendo na wakati wao sio wazalendo. Na pia tutajaribu kugusa katika hii habari zetu kwamba kuwajulisha yanayojiri katika nchi yetu na pia yanayojiri katika tarafa yetu. Alafu pia tutakwenda kugusia mwisho kabisa ni michezo ya timu ya Leopard au timu ya taifa. Na hayo na mengine tuambatane hadi tufikie malengo, kwa sababu mwana wa Mbanda kidogo anapata unafuu na amepata muda kabisa, na pia Mwenyezi Mungu amemnusurisha ili kuendelea kusikika na kusikilizwa na Wakongomani mahali popote walipo na kuwatangazia yanayojiri katika nchi yetu na kuwajulisha wale ambao halikuwa hawafahamu maana na kazi ya CNPSC wataendelea kuifahamu. Alafu tunaenda na CNPSC. Kwanza ni Coalition Nationale pour le Souveraineté du Congo. Hiyo ndo inaitwa CNPSC, na kazi yao kubwa walioifanya CNPSC ni kuhakikisha kuwatangazia wafanyasiasa wa Kongomani mbinu ya Kabila Hippolyte Kanambe ya kuleta Wanyarwanda na kutaka kugawa nchi yetu. Waliowatangazia baadhi ya wafanyasiasa ni CNPSC baada ya kusimama na kupinga matakwa ya Kazembelembe Kanambe. Alafu kazi nyingine ilikuwa ni kuzuia pia kuenea kwa Wanyarwanda katika nchi yetu ya Kongo, au kujitawala kwa Wanyarwanda katika eneo yetu ya maziwa makuu kama wanavyotaka Wanyarwanda kuimiliki, nikimaanisha kuanzia Nord Kivu na Sud Kivu. Na hapo ndo tuna maneno kuhusu CNPSC. Ndugu zangu, CNPSC kama isinge kuwepo, na imani kwamba makundi mengine ya kizalendo wangesikia uoga wa kusimama. Lakini CNPSC pia walisisimua watu wengine kuelewa kwamba kumbe nchi yetu iko hatarini na lazima tusimame kwa sababu ya kutetelea nchi yetu. Na si kwamba waliambia watu tu, mpaka na serikali iliyoko madarakani kwa sasa yaliyo mengi wamechukua kutoka kwa CNPSC. Laiti kwamba CNPSC singekuwepo, nahisi kama nchi yetu kwa sasa inamilikiwa na inatawaliwa. Kama wazalendo wasingekuwepo, mpaka leo kama nchi yetu kwa muhula huu imeshanyang'anywa. Na lazima tuingie kwa uwingi katika uzalendo, katika CNPSC ya mzee William Amuri ya Kutumba. Kuna watu baadhi ambao wana mioyo mibaya, hawataki mwingine asifiwe, hawatakaji hivyo kwamba usiseme tu CNPSC, watakuja kunipa maswali mengi sana. Mimi sitaki maswali mengi sana. Mimi natoa taarifa kulingana na mimi. Wewe utakaisikia, kama utachukia itakuwa ni maono yako. Utakuwa wewe mwenyewe unataka tusemeje, lakini hatutasema kile unachokitaka wewe.
Lakini mtaniuia radhi, nitakuwa naenda na katakata kwa sababu labda watu wanalia mega sijui. Na CNPSC ni coalition kama tulivyosikia, ni watu ambao walijikusanya kwa pamoja na iko coalition ambayo iko kitaifa zaidi, na iko kwa sababu ya kutetelea uongozi au wakuu viongozi wa hii nchi yetu. Sasa kama CNPSC iliundwa kwa sababu ya malengo ya kukinga viongozi wetu wawe wanaishi na amani, wasipokonywe vya kwao. Maana kuna miji, kuna vijiji ambavyo vinabadilishwa. Mtu mmoja asubuhi akasema tarafa la Minembwe, tunakuja kulaani mtu yule ambaye ni mzalendo kwa audio yake aliyosema kwamba amepewa taarifa kwamba Minembwe imeshikwa, anajijua. Amesema kwamba tarafa la Minembwe, hiyo sio tarafa la Minembwe. Hiyo sio tarafa la Minembwe ndugu yangu. Minembwe haiwezi kamwe kuwa tarafa, haiwezi kamwe kuwa secteur, haiwezi kamwe kuwa sijui hata kitongoji sijui inaitwaje, sijui Minembwe inaitwaje. Yaani komine haiwezi kuwa hata komine kumradi. Lakini ni kijiji tu kama kijiji kingine cha Wakongomani kabisa ambao kimekaliwa kwa mabavu na Wanyarwanda. Kwa nini Wanyarwanda walitakaga sana kukaa Minembwe? Wanyarwanda walitakaga sana kukaa Minembwe kama deuxième ville yao après Kigali, kwa sababu ya kuzuia FDLR isiende kule kama walivyosema. FDLR isiende kuwagombeza kule. Kwa hiyo wanafanya defense kwenye nchi ambayo ina uwanja wa wapiganie na FDLR huku kwetu, lakini pia walikuja kwa sababu ya kupora mali zetu. Maana kwamba kwao utajiri ulio mkubwa kule ni ndizi na uongo. Kwa Rwanda utajiri ulioko sana ni utajiri wa mandizi na uongo, ndio utajiri wa pili. Kwa hiyo hawana kitu kingine tofauti na uongo na ndizi. Utaniuliza uongo kivipi? Nitakuja nikujibu baadaye. Tumesema kwamba kuna vitendo viovu ambavyo vinafanywa na wazalendo. Ni kweli katika wazalendo kuna watu ambao wapo wengi wanajiita ni wazalendo lakini sio wazalendo. Sisi tuna sifa za kuwasifu sana CNPSC kwa sababu tuliwaona vitendo vyao walivyofanya. Mfano, kama sidanganiki mwaka wa 2015 walikuwa wanamiliki mtambazo wa Kazimia, yani ubwari yote kwenda mpaka huko juu. Baada ya kumiliki maeneo hayo, watoto waliokuwa pale, raia ambao imeishi maeneo yale, yalisema hii ndo serikali. CNPSC walikuwa wakitoza ushuru mtu akitoka kuchuuza unga au chakula kutoka nchi jirani. CNPSC inamtoza kakitu kadogo. Hivyo ilishuhudiwa boti zote zilikuwa zikiegesha Kazimia badala ya Baraka. Alafu Baraka ndo kuna serikali, na wao serikali nao sema kwamba wazalendo au CNPSC ni waasi. Alafu wakawa waraia wanakimbilia kwa waasi kwa kipindi hicho badala ya kuja kwenye serikali Baraka kukimbia mataksi. Tukaona hizo kazi, raia iliishi vizuri, hakuna ukisikika tu mtu amepiga risasi, huyo hana bahati. Ikisikika tu mtu anakufa, lazima watafanya mbinu za kujua huyu aliyeuana ametoka wapi. Hiyo ndio kazi ya CNPSC. Lakini baada ya kuchanganywa na makabila mengine, wakati huo ilikuwa inaitwa tu Mai. Ilikuwa bado haijakuwa CNPSC, ilikuwa inaitwa Parc Fal. Ikawa wakaona kwamba makabila mengi yameshakubali injili ya kusema kwamba watetelee nchi yetu, tukaona tuifanye kuwa CNPSC coalition. Wakajikoalize na wakawa Mouvement National.
Sasa baada ya hapo ndo kulikuja watu malengo tofauti tofauti. Ndio maana kuna kwa wafo wazalendo au wafo VDP ambao wapo kabisa, ambao hawasikii kwa sababu wao malengo yao sio kwa sababu ya kuja kutetelea hii ardhi. Na hiyo ndio inasumbua watu kutoka serikali ya Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi. Nako kuna watu ambao ni wafo solda, wafo viongozi wako kule, watu ambao wanaita wazalendo, nyinyi wazalendo. Sasa sijui mtu anaita yeye ni jeshi na mwanajeshi ni mzalendo wa kwanza, alafu anasema nyinyi wazalendo mtoke. Sasa wazalendo wakitoka, wewe utabaki kuwa nani? Majibu yeye anayo. Kwa hiyo hatujui sasa jeshi letu kama kwa nini wao hawataki kuitwa wazalendo. Na kama sio uzalendo, maana yake ya uzalendo katika lugha ya Kifaransa, au wanataka mpaka waitwe katika lugha ya Kifaransa kwamba wao ni wapatriote. C'est-à-dire patriotisme kwao haipo. Hawajali vya uzalendo, hawavijui kabisa. Wao wapo pale kwa sababu ya malengo yao. Hao jeshi wapo na wanataka hata sasa hivi Kabila aje. Na unajua kwa nini wanataka Kabila aje hata sasa hivi? Kwa sababu Kabila alikuwa anawaambia wao wanafika kumakaremi nye kupora, wanafika kumakaremi nye kujitajirisha, kukuwa na maferme zao kule kumakaremi nye, na baada ya kupokonywa hiyo kuambiwa hapana, jeshi hawezi kuwa tajiri kiasi hicho kwamba awe na makaremi nye, awe na mashimo, au anaenda anakuwa na sijui manini, hapana. Jeshi sio mfanya biashara. Na walivyokatazwa kufanya hivyo biashara, wanajeshi wote waliotumika na Kabila, waliopandishwa cheo na Kabila, wale wote ambao hawakuenda mafunzoni tuseme, maana wao hawajaenda mafunzoni kwa kweli. Ni kweli. Wengi wao hawakuenda mafunzoni, walifanya mixage na brassage. Ni kuitwa tu, mtoto wa shangazi njoo, kamata pete hiyo unakuwa lieutenant general, wewe unakuwa colonel, wewe unakuwa major, wewe unakuwa captain. Basi walizipanga kama vile wanavyocheza dabi. Na hivyo ikakubalika. Na ikakuwa hivyo, tukakuwa tumezofika kijeshi kwa sababu ya tukufunzwa. Na Rwanda ilijua hivyo, Zambia ilijua hivyo, akajua hivyo Uganda, akasema yani naweza nikaingia nikatoka kwa sababu hawa hawajafunzwa. Lakini Felix Antoine Tshisekedi alikuja kwanza kabisa akaungana na wananchi kwa sababu na yeye ni mwananchi mzalendo wa kwanza, na hawa wengine ni wazalendo na mimi na wasapoti. Sasa wewe nani utakataa wazalendo wakati mzalendo wa kwanza ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mko Ntombolo Beto mama ya mani Nyamufumo Wajitunga Konga Sere Gogobike Rouge anakubali William Amuri ya kutuma kama coordinateur, wewe useme simjui. Sasa wewe serikali yako umetumwa na nani? Hapo tunatia point d'interrogation. Ifo kuangalia watu na kuwajua na kuwatambua, kwa sababu tuko katika nchi ya kila mmoja ana uhuru wa kuongea, na tuongee maneno ambayo tunayaona sio mazuri. Sasa wewe kama unakuja kumpinga rais wa nchi, yeye amechagua, sasa wewe utakuwa una rais wako. Sasa utatuambia rais wako wewe ni nani? Ripoti zako unazipeleka wapi? Wewe utatuambia. Na wakati mwingine tutasikia wengine watafungwa. Hiyo nafunga tu, watafungwa kwa sababu ya kuongea. Wanajeshi kuongea, hapaswi kuongea. Kwa hiyo wafo wazalendo, tunaomba jeshi la uzalendo pamoja na IBU au force speciale ambayo limefunzwa kabisa, limehivya, jeshi la kuhivya, wafanye kazi ya kuatrake aliyepiga masasi ovyo, aliyeuana, kutrake, kufunga, na kama itawezekana kuwe na sheria ya kunyonga kabisa. Kama itawezekana, hiyo ni ombi yangu mimi communicateur wa VDP Babu Felix Mwembamba Mwanambana. Kama kutawezekana, aliyeuana kama yule aliyeua yule dada na kisu kule, yule ananyongwa kabisa bila kumfunga, kwa sababu hiyo itawafanya wengine wanakimbia. Taarifa kwamba Minembwe imeshikwa. Minembwe kulikuja ndege. Kuna voice nyingine inazunguka katika lugha ya Kilingala inasema mon general nazo hivi sayo hawa tuzaki na kati ya centre ya Minembwe avyo euti na Rwanda iko beta biso bamindele bakufi batu na biso bakufi. Musisikilize vya uongo, musisikilize taarifa za uongo, musiende mko panike na wa M23 wanasema mon general Lingala, na wewe unakamata ile audio bila kuuliza, unaenda unatumatuma. Tunajiuliza kwa nini wakaaji, kwa nini wakongomani, kwa nini raia yetu
imekuwa na moyo wa kubabaika sana kiasi hiki. Hatujui kwa nini hamna uwezo wa kukaza. Wanyarwanda wana shida sana kule kwa Rwanda. Lakini hawezi enda na taarifa zako za uongo afu anakukubalia kirahisi. Lakini sisi tuna imani haba sana na Mungu hawezi kutumika na mtu ambaye hana imani haba. Lazima tusimame, hii nchi ni yetu, na tuwe tunachunguza kabla ya kupartage, ya kutoa maamuzi. Kwa sababu tu amesema Lingala, unawaza kila mtu anayeongea Lingala ni mwanajeshi. Ndio unavyofikiria. Sasa wale ile kabila ya Wangala kule wao wote tuite ni wanajeshi. Tusidanganywe, jeshi lilichagua Lingala kwa lugha yao ya maongezi tu. Kwa sababu sisi ni nchi kubwa na nchi yetu haijawahi kupigana sisi kwa sisi. Hakuna Watetera wameshapigana na Wabembe, hakuna Wangala wameshapigana na Wafuliru, hakuna Wakasai washapigana, sijui hakuna. Lakini Wanyarwanda wanapigana wao kwa wao, mpaka kwao kuna genocide kule. Wanataka hivyo vitu wavilete hapa. Sasa lazima tuwe makini sana. Wao wanachukua mbinu, wanachukua mtu ambaye atasema Lingala, wawaambia kwamba walitaka kuingia pale, hivi tulipigwa tukatoka. Hivi kweli kuna jeshi ambalo wewe unyang'anyiwe vijiji vyote ambavyo viko kando kando na wewe. Alafu hivyo vijiji unyang'anyiwe uingiwe katika center. Wameshaingia Mlongwe, tuseme kwa mfano. Wanaingia Mlongwe, wanashika Mlongwe, wanashika Kuzone. Alafu kuje ndege iwapige hao wote, wameshasambaratika katika mji mkuu wa Minembwe, tuseme hivyo kwamba au mji mkuu wa Uvira wote wameshateka. Kisha ndege ije ipige wote tena, iwe wazungu wote wile usiku, na inaua wote, na wakongomani wengine wote walikufa na hiyo ndege, kisha inaenda. Jamani, hao watu walikuwa kwenye kiwanja cha mpira wanashikwa mateka, au baada ya kuingia walijipanga kwenye mapozisio, au vipi? Akili zako zifanye kazi. Sio unapelekeshwa tu message kwa sababu ni ya Lingala na wewe unachukua tu hapo unaanza kuongea. Hapana ndugu zangu, tuwe makini kwa sababu ya taarifa hizi ambazo zinazokuja. Na nahisi kwamba nimepona. Tutakuwa Bennett kwenye channel yetu ya CNPSC ya Kutumba, kuwapasha, kuhabarisha na kuwajulisha, kwa sababu taarifa za nchi zetu zinapaswa sisi wananchi tuliochagua kufanya hii kazi ya kuongea, hii kazi ya kupashana habari, tuwe tunaifanya kwa moyo. Hatupokei, hatuna mega, au nipi simu, hakuna mchango unayokuomba, hakuna hata pesa za umeme, hakuna hata kwa sababu ya koo inafunga, hakuna, yani hakuna. Ninajitoa mwenyewe. Na kwa sababu tulivyo sisi Wabantu, mtu akiwa anajitoa kufanya kazi, wengine wanamkejeli, wengine anampigia simu za kumtishia, na hakuna kitu ambacho mnaweza kufanya kwamba huyu tunaweza kumsogeza mbele. Hakuna. Sisi Wabantu ndio hivyo tulivyo. Mungu alituumba kihivyo. Anatupa nguvu, kila watu wana vyao, lakini sisi ni kama machukichuki hapo sana kwenye moyo wetu. Lakini wenzetu wengine wanasogezana, wanafunzana. Mtu unakuja unamuelekeza, bana, njoo nikuelekeze, ukitaka habari fanya hivi, fanya hiki, fanya hivi. Lakini kila mmoja anafikiria kwamba huyu akiendelea atanipokonya hapa nilipo. Sasa hii nchi utaiweza mwenyewe? Haiwezekani. Kwa hiyo ndio hivyo, Minembwe wanapigana sana. Lakini tatizo la Minembwe kutoshikwa, yani Minembwe Centre kutoshikwa, ni kwa sababu wanachimba mashimo kwenye santre ya Minembwe pembeni ya watu. Wanachimba, wanajificha kama kachimba bulongo, zile nyama zile buseya bule, ndio wanaingia mle. Sasa mle hamna gisi ya kupiga na drone, hamna gisi ya kupiga na ndege, na sidhani kwamba ndege itakuja ipige msantre vile ya Minembwe watu wasife. Alafu watu wanajeshi tu ndio waende wanapigwa mahali walipokuwa wanakaba. Na mtu naye anatuma hiyo taarifa kwamba unasikia huko wanasema ndege ilitoka Rwanda ilikuja. Wewe una akili? Lazima akili za kuambia uchanganye na za kwako. Sio unapelekeshwa tu, sio unaambiwa tu habari na unachukua vile ilivyokuja na unasambaza tu. Jaribu kutathmini, jaribu kuwaza, jaribu kuchuja kwanza. Itawezekanaje? Watu wameshika Minembwe Center. Alafu ndege inakuja usiku, inapiga usiku. Pale kuna nyumba za watu. Alafu inachagua isipige kwenye nyumba za watu, inapiga tu kwenye wanajeshi wapo. Je, hao wanajeshi walikuwa wanaoga au walikuwa yaani akili zingine changa kabisa kwa Wakongomani ambao hawawazi kwa kupanua akili kwa sababu ya message za M23 wanafundishwa hawaeleweki. Alafu message za M23 ndio wanazichukua za maana sana. Hiyo ni kwa
Kifupi tu, lakini tuna imani kwamba mmenielewa, hata kama mtaelewa hivyo hivyo, hata kwa kulia lazima muelewe. Na mwisho kabisa ndugu zetu ni kwamba tutaongelea kuhusu michezo. Michezo tulionayo tuna furaha kubwa sana. Kuna video ambayo nimeirusha hapa, rais wa nchi baada ya sisi kuangushwa na Senegal katika jiji la Kinshasa. Rais aliwauliza wachezaji wa mpira kwamba, "Je, mnanihakikishia kwamba tutapita na kwenda kwenye kucheza michuano ya ulimwengu?" Wao wakasema ndio, tutapita kiongozi. Na imetimia. Ni kama DRC walitaka Senegal na wao wapite pamoja. Ni kama hivyo. Kwa sababu walimhakikishia na imetimia. Hawajapigwa na mtu hata mmoja. Ilikuwa fainali kubwa. Kwanza wazungu wangeandaa hata kikombe, maana tulicheza kontina ya Afrika na kontina ya Amerika. Ndio tukaangusha Amerika. Tuna nguvu wakongomani ambao wako Amerika huko. Ya, poleni sana, na imani kwamba mlikuwa wote mnasubiria kazi nzuri ambayo ya timu yenu ya Leopard ambayo imefanya vizuri kabisa. Vijana wamejitahidi, na miaka 25 52 kumrazi hatujaenda kwenye Coupe du Monde, na hivi sasa tumeenda kwenye Coupe du Monde. Mungu amesaidia, sisi tutaona jeshi au wana mpira wachezaji wetu wanaenda. Labda wengine hawajabahatika kuona, walifariki hawakuona. Kuanzia miaka 52 ni mingi sana. Kuna watu ambao wamekufa na miaka 50, yani hivyo hajaona. Alizaliwa akafanya miaka 52 mpaka leo kushusha, hajaona huyo mtu. Hajaona. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, na jioni njema. Ni matumaini yangu kwamba tutaendelea kusambaza hizi video na kuambia watu kwamba wawe makini na taarifa, na wazalendo lazima wazalendo wenyewe wajue huyo sio mzalendo, huyo sio mzalendo. Na kwa kumalizia, ndugu zangu, ni kwamba kuna makabila ambao wakiambiwa nyinyi kabila fulani mnafanya vitendo viovu sana, wanachukia. Sasa sisi hatutakuwa na aibu ya kutaja makabila ambayo yanafanya uovu. Kuna makabila ambao hayakuingilia kwa sababu ya uzalendo. Sisi tunasema Parke Fale ya Mheshimiwa Amuri ya Kutumba ina uzoefu wa kulinda watu. Mfano, wakati waliingia Misisi mwaka 2017 waliingia Lulimba, Misisi, wakaenda mpaka Nyangi. Watu kila sehemu waliwatandikia vikwembe, kupenda uongozi wao. Watu wakaambia watu kwamba muwe mnalala masaa yoyote yale. Wakati huo wanajeshi wa kabila kipindi hicho huko kwenye machimbo ya dhahabu walikuwa wanasumbua watu. Saa moja tu watu wanaanza kunyang'anywa simu zao, watu wanapigwa, watu wanateswa, watu wanafungwa ovyo, wengine wanauawa, watu wanabebwa, yani wanaporwa mpaka na mchana kabisa. Watu wanafika, wanakuingilia, wanakupora, alafu mtu huyo anakufa, anafungwa kwenye bodaboda au pikipiki, anapelekwa, anaenda Bukavu. Lakini baada ya wazalendo kufika maeneo yale, wale watu wakawa hawapelekwi tena kuenda Bukavu, na kukisikika risasi lazima yule mtu ashikwe. Hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Amuri William ya Kutumba. Lakini baada ya makabila mengine kufika kujiinfiltrate katika huu uzalendo ambao sisi tunaojua wa Parke Fale, ukaharibika. Sasa mimi natoa ombi kwa Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba ili asionekane yeye kuwa ni mtu ambaye asionekane kama yeye ndiye mtu ambaye wanajeshi wake wanavurugu, wanaua, wanabaka, asionekane. Afanye tume ya wanajeshi anaowaamini ambao wana uzoefu kuwakaba. Yeye kwanza awafunge, awatrake. Awe anafunga wale watu ambao watakuwa wanapiga masasi ovyo, kuwana ovyo. Maana akiwa anawakaba yeye, movement itakuwa na heshima, kwa sababu yeye ndio kordo, yeye ndio kiongozi wao. Hata ukatae ukubali, kunaongozwa na kordo anayejulikana, na wanasema kwamba toute autorité vient de Dieu. Ya, autorité vient de Dieu, na yeye ndio kachaguliwa, na hawawezi wakachaguliwa watu 3. Hawawezi wakachaguliwa watu 2, lazima mtu mmoja, baada ya huyu ni huyu, baada ya huyu ni huyu.
na kama ni wakati wake tuache afanye kama alivyoteuliwa. Wewe wachuki yako baki nayo kwako, acha kazi ya kizalendo, lakini kama wewe ni mzalendo, kubali kutembelea matakwa ya uzalendo au ya coordination ya uzalendo, na coordinateur ni William Amuri Yakutumba. Na hata kama watu watamchukia mwana wa Mungu tu Yesu Kristo ambaye alikuja kwa sababu ya wokovu na kuokoa kuponya, watu walimchukia wakaja kumpenda baada ya kufa. Magufuli watu walimchukia Tanzania, wakaja kumpenda mpaka sasa hivi wanampenda, wanamkumbuka baada ya kifo chake. Na sisi huyu Kutumba kuna mambo ambayo aliyoyafanya, wewe kama uoni, baba yako atakuwa ameyaona au mtoto yako atakuwa ameyaona, lakini kwa sababu ya chuki yako hauwezi kuona. Sasa sisi hatuna budi na wewe, tunabudi na yule mtu ambaye anamkubali kwamba kazi aliyofanya ni kazi kubwa, mpaka rais wa nchi akaona huyu anafaa kwa kuongoza na huyu anafaa kwa kazi aliyoifanya na mpaka sasa hivi anayoifanya. Basi siwachoshe, jioni njema, Mungu awabariki, na tuendelee kusikiliza channel yetu ya CNPSC, lakini pia usikose kutufuatilia kutoka YouTube yetu, unaandika CNPSC Yakutumba, hapo utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usiku mwema, Babu Felix anawaacha. Chao.